Za wakati wa mtazamaji wa SQF TV na kusalimu sana popote pale ulipo, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa nami Pendo Gorton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuokoa maisha yake na wananchi wa Lushoto kwa kutoa fedha zilizowezesha upatikanaji wa mtambo wa uzalishaji wa hewa tiba ya oksijeni katika hospitali ya wilaya ya Lushoto. Profesa Shemdoe ametoa shukrani hizo leo kwa Mheshimiwa Rais wakati ilipopewa fursa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwasalimia wananchi wa Lushoto mara baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba kuzindua mradi wa mtambo wa uzalishaji hewa tiba ya oksijeni katika hospitali ya wilaya ya Lushoto uliowekwa na serikali ili kuboresha utoaji wa huduma za tiba kwa wananchi. 3, 2, 1. Makofi mengine mengi tafadhali. Nitasoma maandishi yanavyosomeka. Mradi wa uzalishaji wa hewa tiba ya oksijeni hospitali ya wilaya ya Lushoto umezinduliwa na Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Tumpigie makofi mengine mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ufupi sana na kwa uchache sana, nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na wewe ambao kwa kazi kubwa kwa kipindi cha toka 21 hadi leo imefanyika kwenye jimbo hili la Lushoto. Moja ya vitu vilivyofanyika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipata hapa kwa kipindi hiki shilingi bilioni 5 kwa ajili ya shughuli za afya, ikiwepo huu mtambo uliouzindua leo. Tumepata vituo vya afya maeneo mbalimbali, zahanati maeneo mbalimbali, lakini na mtambo huu uliouzindua leo hapa. Nilikuwa nakueleza pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba mtambo ule unazalisha oksijeni. Mimi mwaka 2020 kuanzia tarehe 28 nililazwa pale Benjamin Mkapa. Ile mitungi niliyokuambia ya lita 50, kuna ya 50 na ya 15, ya kilo 50 na kilo 15. Mimi nimenyonya mitungi ile 73. Tumeweza kusaidia watoto njiti ambao kwa ndo wahusika wakubwa na wahitaji wakubwa wa hewa hiyo tiba ya oksijeni. Pia wamama wajawazito pia wakawa wanahitaji sana hewa hiyo tiba. Kwa hiyo kwa msaada huu ambao tumesaidiwa na serikali ya awamu ya 6, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mtambo huu, kwani tatizo la oksijeni kwa sasa tunaweza kusema kwamba limeweza kumalizika. Nimekuja hapa hospitali ya wilaya ya Lushoto kujifungua. Nashukuru Mungu nilijifungua vizuri na mtoto aliwekwa kwenye kifaa cha incubator ambacho kinatumia hewa ya oksijeni. Sasa hivi yupo salama na ninaye hapa. Namshukuru Mama Samia kwa kuchangia vifaa hivi vinavyozalisha hewa tiba. Kipindi ambapo oksijeni haipo, hizo mashine hazipo, kiukweli kwa tunapoteza watoto wengi. Lakini kwa namna hii tangia walivyoweka hiyo oksijeni pale, hatujawahi kupungukiwa oksijeni, hatujawahi kukosa au namna yote ya kuweza kumhudumia mtoto. Watoto wanakuja hapa wana hali mbaya na wanapata huduma stahiki, wanapona kwa wakati, wanarudi kwa mama zao. Kwa sababu tusipomwezesha mara moja kumwekea oksijeni, kutokana na uchanga wao, mapafu yale nakuta bado hayana uwezo wa kuweza kupumua wenyewe. Kwa hiyo tunaweka ile oksijeni, tunatumia CPAP, yanawawezesha yale mapafu kuweza kupewa nguvu ya kuweza kutanuka na kurudi. Kwa hiyo hivyo inamsaidia mtoto, anaweza kupata nafuu kwa mapema tukitumia oksijeni na wanaruhusiwa mapema. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amemwagiza mkuu wa wilaya ya Muheza mkoani Tanga kuhakikisha ulinzi wa usalama na wananchi wanaojitokeza kutoa kero zao bila kuwepo kwa vitisho vya aina yoyote kutoka kwa mamlaka. Agizo hilo limekuja baada ya mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba Erasto kutoa malalamiko mazito mbele ya Waziri Mkuu akidai kuwa maisha yake yapo hatarini yakihofia pia kutekwa na akidai kunyanyaswa na mkuu wa wilaya ya Muheza baada ya kufichua uhalifu na utekaji wa miti ya mivule bila kibali katika eneo lake.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii. Pili nimshukuru mkuu wa mkoa kwa hatua aliyochukua ya tarehe 31 mwezi wa kwanza. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa mbele. Kwanza maisha yangu yako hatarini. Kwa sababu mimi pale kwenye kitongoji changu ni mwenyekiti wa kitongoji. Kuna uhalifu ulifanyika pale kwangu wa kukata miti bila kibali ya mvule. Ikafikia mahali sasa nikahojiwa kwenye vyombo vya habari. Nikahojiwa kwenye vyombo vya habari kama mwenyekiti. Ile habari ikaruka. Iliporushwa ile habari ikaleta uadui mkubwa kwangu mimi. Ikafikia sasa mwisho wa siku nikawekwa ndani na mkuu wa wilaya masaa 48 hapo kwa kituo cha polisi. Ikafika mahali pia nikapata tetesi, mkuu wa wilaya wa Muheza anasema kwamba lazima huyo Elasto basi nitamfanyia jinai yoyote. Mimi nikapuuzia. Ile Jumamosi tarehe 31 ndio nikaja nikakamatwa. Nikawekwa ndani masaa 48. Baada ya hapo nilipotoka nikaenda kuripoti polisi. Baada ya kuripoti polisi, yule ambaye alikuja na polisi kunikamata aliandika pale maelezo kwamba yeye nimemfanyia fujo mimi. Lakini baada ya kuleta ushahidi wangu, yule mpelelezi akampigia simu yule kijana ambaye Frank Lumpa. Akamwambia leta mashahidi wako. Akasema kwenye simu, akasema mimi hiyo kesi ni ya jamhuri sio yangu. Lakini yule mpelelezi akamwambia uje hapa ueleze hapa kwa muda wako kutoka Tanzania. Basi hiyo ikaisha hivyo. Tarehe 10 baada ya maneno kusikia mkuu wa wilaya anazungumza juu yangu mimi kwamba kesi jinai, maana atanifanya sijui atapokonya vitambulisho vyangu, anifanye niseme mimi mkimbizi, aniondoshe. Mimi nikapuuza. Tarehe 10 saa 7 kasoro nimekaa nyumbani naona namba ya uhamiaji mwisho imeisha 64. Naambiwa wewe ni nani? Naambiwa mimi ni Elasto, mwenyekiti wa kitongoji cha Machemba. Unahitajika uje hapa uhamiaji ulete vitambulisho chako cha NIDA na ulete kitambulisho chako cha kura. Wakati huo ndani ya wiki mbili zilizopita walishaniita pale, nimeshapeleka vielelezo vyangu vyote, kopi zangu zote, hadi vyeti vile, hadi leseni, hadi vya NIDA, vya kura. Sasa tarehe 11, 12 kwa kusema kweli nilikwenda kwa mkuu wa mkoa, lakini bahati nzuri basi alikuwa na majukumu mengi kulingana kuandaa utaratibu huu. Lakini niliacha barua pale ili kwa ajili ya usalama wangu niweze kwake. Lakini niliposikia unakuja leo nikasema hapana, nafasi niseme hili kwa sababu sasa hivi usalama wangu uko matatani. Naweza hata time moja nikatekwa au nikauawa. Sababu mkuu wa wilaya ameshapanga bifu na mimi. Lengo nia kubwa ya kusema vile kwa sababu tu ya kukamata ule uhalifu wa kukata miti bila kibali huyu mwenyekiti. Kwanza Mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu wanaoongea inabidi mwalinde, wasipate vitisho. Umesikia mkuu wa wilaya? Watu wakiongea hivi walindeni wasipate vitisho. Umesikia bwana? Utalindwa. Uko salama. Sawa? Andikisha na namba. Andika na namba yako kwa wasaidizi wangu na mimi nitakupa na mimi ya kwangu. Sawa? Tunachosema ni kimoja. Tunachosema ni kimoja. Tumekuwepo na mambo mengi sana yanayohusiana na hivi vitu. Ni kweli tuna tatizo la aina hiyo. Haya mambo ya Kwa hiyo mkuu wa wilaya, hii mambo ya kwamba siko salama hii kusieni maneno. Mtu akiongea asijione yuko matatizoni. Watu kienda kwenye mikutano jiji watu waseme maeneo yao. Hata hao walioongea leo ya shamba asiwepo mtu wa kubugudhiwa. Sisi tumetumwa tuwasikilize, tunawasikiliza. Kila mtu aseme ukweli wa jambo analolijua linalohusu mambo ya uendeshaji wa shughuli za uzalishaji katika maeneo yetu. Na jana niliwaambia pale Tanga, nikawaambia
Moja, wala tusichukie uwekezaji. Uwekezaji, shughuli za uzalishaji ndio utaratibu wa nchi yeyote inayoendelea. Haiwezi nchi ikawa inaendelea alafu shughuli za viwanda vikawa zinashuka. Hamna huo utaratibu kwenye uchumi. Yaani hauwezekani idadi ya watu kwenye nchi ikawa inaongezeka alafu shughuli za uzalishaji kwa njia ya asili na zenyewe zikawa zinaongezeka. Maendeleo ya aina hiyo hayapo. Nchi zote zinazoendelea huwa zinahama, zinaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo wala tusiweke uadui na uwekezaji. Na pale Tanga nilisema kitu kimoja ambacho serikali inakisimamia, nayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Eneo lolote linalohitaji uwekezaji, linalohitajika kwa ajili ya uwekezaji, na nitanukuu maneno ya Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe, lazima mwananchi apate haki yake kwenye eneo lake alilokuwa anamiliki. Tena Mheshimiwa Rais alienda hatua ya mbali, akasema si kwa sababu nahamasisha uwekezaji basi ndio muende mkapore maeneo ya wananchi. Haya si maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anasema ndio tunataka uwekezaji, lakini haki za Watanzania wenye maeneo yao lazima yalindwe na lazima wapate haki yao. Watu wawili wamefariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa wilayani Mpanda mkoani Katavi baada ya kuangukiwa na ukuta wa jengo la kanisa kufuatia mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali kunyesha wilayani Mpanda mkoani Katavi. Miongoni mwa waliofariki ni mwanamke aliyefahamika kwa jina la Glory Josephat, mkazi wa Kilemahewa, ambaye anadaiwa alikuwa na ujauzito wa takriban miezi 6 hadi 7 wakati umauti ulipomkuta, huko mume wa marehemu Aramu Elisha amesema hakutarajia kumpoteza mke wake katika mazingira ya ghafla kiasi hicho. Ilikuwa majira yapata ya saa 12:30 ambapo nilipata taarifa za kifo cha mke wangu. Kimsingi nilipokea taarifa hizi kwa masikitiko makubwa kutokana na hali hii ambayo sikuitarajia kunipata. Lilipoanguka ndio kuja kuangalia hivi, kumbe watu walikuwa wamebaki 3. Na hao watu 3, mmoja ndio ameumia kukatia kwenye kiuno. Mimi nilivyomuona amekatia kwenye kiuno shuka hivi chini, ameumia sana. Na huyu mwingine ndio damu zinamtoka puani, kazimia, wamempeleka kule hospitali. Kwa kweli hili tukio linasikitisha kwa wenzetu. Kwa kweli ukiangalia, yani sisi wenyewe tunalia kama majirani. Kwa kweli imetuhuzunisha sana hili tukio. Tumefika hapa kama kamati ya usalama ya wilaya kwanza kuwafariji wafiwa, ambapo katika hilo tukio la kuangukiwa wananchi na kanisa, mmoja wapo aliweza kupoteza maisha, lakini wengine walipatiwa matibabu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amepiga marufuku matumizi ya milio ya ajabu inayofungwa katika baadhi ya pikipiki na magari, huku akisema hatua hiyo inalenga kuondoa taharuki, kulinda usalama wa watumiaji wa barabara pamoja na wananchi kwa ujumla. Akizungumza katika kikao cha ndani na uongozi wa juu wa jeshi la polisi, maafisa na askari kilichofanyika visiwani Zanzibar, Waziri Katambi amesema kelele hizo zimekuwa zikisababisha usumbufu mkubwa na madhara kwa jamii. Matumizi yasiyo sahihi ya vyombo vya moto, magari, pikipiki, ziko ambazo hazisajiliwi na ziko ambazo zinatumia chassis namba na ziko ambazo hazitumii kabisa plate namba. Iwe Tanzania bara na visiwani kote hairuhusiwi kwa mujibu wa sheria tulizonazo. Hivyo basi ukikutana na mtu anafanya hivyo ni amekaidi na kuvunja sheria, sababu zitaangaliwa, mchukue hatua dhidi ya mambo hayo. Ikiwa ni sambamba ya matumizi ya vyombo vya moto yasiyo sahihi. Wapo ambao wana vyombo vya moto, pikipiki na magari, wanazibua mafuta, yaani ile bomba moshi wanalikata ili pikipiki itoe muungurumo usio kawaida na kusababisha kelele na noise pollution.
kwenye mitaa ya watu, magari yapo ya namna hiyo, na wengine sasa hata kwa ile mafuta au ile exhaust anaweka kuna kabinude vimenunuliwa vile vipo sio vinapatikana. Zetio yuko hiyo habari ipo mara sio wote wanafahamu kwenye mikoa. Zetio anajua gari inawekewa kwa plagi kitu fulani au inatoa mungurumo wa ajabu. Ukiacha ile mungurumo ndio kuweka, kuna mungurumo mingine ni ya kwenye mashindano ya magari tu. Mungurumo ya pikipiki ya kwenye kuendesha kwenye mapori, lakini sio kwenye makazi ya watu. Na wengine wana basi na kwa mabongo imepasuka. Hii inaleta taharuki kwa wananchi. Wapo wananchi wagonjwa wanatembea, wengine ana pressure. Wapo wengine ni wagonjwa nyumbani, unapitisha pikipiki yako ina sauti kubwa ya ovyo, magari unasababisha taharuki, na wakati mwingine unaweza kuwa unasababisha hata maafa. Sababu ukipita hata unasababisha pressure, umeendelea na safari yako, lakini madhara uliyoacha. Mchezo huu sina hakika kwa upande huu wa Zanzibar upo na Dar es Salaam na upande wa bara upo, hasa ile barabara ya Bongo Beach na maeneo mengine wanaendesha gari kama za mashindano. Si ruhusa kwenye makazi ya watu, si ruhusa kwenye maeneo ya miji mijini. Kuna ofisi za watu za umma, kuna makazi ya watu, na kuna maeneo ambayo ni ya wagonjwa, hata kama kwenye familia, kwa sababu wagonjwa sio lazima wawe hospitali wote. Tuchukue kata za kisheria. Mkuu wa mkoa wa Songwe ndugu Jabiri Makame amewataka madiwani wa mkoa wa Songwe kutambua kwamba nafasi zao ni za kuongoza na sio kutawala watu, kwani utawala ni kushurutisha na si kuongoza. Mnapaswa kutambua kwamba ninyi ni viongozi, sio watawala. Kwa sababu kutawala ni kushurutisha, lakini kuongoza ni kuonesha njia. Ni kuwafanya wale ambao unaowaongoza wakusikilize, wakufuate. Wakusikilize na kukufuata sio kwa sababu ya cheo chako wewe ni diwani, bali wakusikilize na kukufuata kwa sababu wana imani ya dhati juu yako. Na imani hiyo haipatikani kwa vitisho. Imani hiyo haipatikani tu kwa kauli zako za jukwani, bali imani hiyo inapatikana kwa vitendo vyako, kwa mwenendo wako, kwa maadili yako, kwa maisha yako, kwa maamuzi yako na kwa uongozi wako ambao kila siku unagusa maisha ya wale ambao unawaongoza. Kwa twendeni tukaishi kama viongozi, na wakati wote tuwe mfano bora wa kuigwa kwa wananchi ambao tunawaongoza. Lakini kubwa zaidi, misingi ya utendaji wa kazi ni mambo ya mahusiano. Mahusiano katika majukumu yetu ya kila siku ndio msingi wa mafanikio katika utendaji. Mkifanya kazi vizuri pale ulipo, wewe kama diwani na mtendaji wako wa kata, pamoja na watumishi wote walioko pale kwenye ofisi ya kata, lakini wewe diwani na wenye viti wako wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, diwani na watendaji wa vijiji, watendaji sijui wa mitaa, lakini diwani na Chama cha Mapinduzi, lakini pia na viongozi wengine wote, wadau pia walioko katika kata yako. Tukiwa na mahusiano mazuri ndipo tunaweza tukatekeleza majukumu yetu ipasavyo. Lakini hali kadhalika wenye viti wa halmashauri, kuwa na mahusiano mazuri kati ya wenye viti wa halmashauri na wakurugenzi wetu, wenye viti wa halmashauri na wakuu wa wilaya, wenye viti wa halmashauri lakini pia na viongozi katika chama. Tukishikamana vizuri, majukumu yetu yanakuwa rahisi sana. Tukiwa na migogoro, utendaji wa majukumu unakuwa ni mgumu. Na kwenye halmashauri hiyo yenye migogoro, hatuwezi tukapata maendeleo. Kumekuwa na wakati ambako tumekuwa tukivutana sana, hata maeneo tu ya kutekeleza miradi. Fedha zinakuja za serikali, madiwani wanatumia miezi 6 wanavutana. Mradi tukajenge wapi? Mwisho wa siku tunawacheleweshea maendeleo sisi wananchi ambao wametuchagua. Ni mambo ambayo yanaturudisha nyuma, lakini hayana
afya wa maendeleo ya halmashauri zetu. Kwa hiyo tuyaepuke sana mambo ya namna hiyo. Kuna wakati mwingine unaambiwa diwani hamtaki mtendaji wake wa kata. Hamtaki mtendaji wake wa kata kwa sababu gani? Ukifuatilia ni mambo fulani ya nini, ya maslahi ambayo kwa namna moja ama nyingine anarudisha nyuma utendaji wa kazi. Mtendaji wa kata ni mtumishi wa serikali. Wewe kama kiongozi unatakiwa kufanya kazi na mtendaji yoyote anayeletewa kwenye kata yako. Kama mtendaji ana matatizo ya kiutendaji, zipo sheria za utumishi wa umma. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeimarisha dawati la huduma kwa wateja pamoja na mifumo ya ufuatiliaji wa utoaji huduma, hatua inayolenga kuongeza uwazi, ufanisi na ushirikishwaji mkubwa katika maamuzi ya sekta. Hayo yameelezwa na mkurugenzi mkuu wa TCRA Daktari Jabiri Bakari katika mkutano mkuu wa mwaka wa vyombo vya utangazaji ABC 2026 uliofanyika jijini Dodoma. La pili, nifikiri ni vizuri tukakumbushana kidogo kwamba inawezekana kidogo baadhi yetu tuna TCRA ile. Nataka kusema mambo mawili hapa kwenye ile la pili, kwamba tumeimarisha sana dawati letu la huduma kwa wateja, na wateja wenyewe ni nyinyi. Lakini pia tumeimarisha mifumo ya ufuatiliaji. Kwa wale ambao tulikuwa tufahamu, tujue kwamba sasa hivi kutokea tulipo pale tunafuatilia vituo vyetu vyote hivi vya redio, vya TV. Kwa hiyo unapoona mkono wangu ule huwa ni wa mwisho sana. Yaani yanayoonekana kule huwa wahusika wanapigiwa simu, hapo umekosea, urekebisha hivi, au unahitaji training hivi, wanaambiwa sana. Kwa hiyo ukiona mkono wangu mimi unajua hizo maana yake zishapitiliza, zishakuwa 8 9, ndio unaona mkono wangu mimi. Sio kule ambako ilikuwa ikitokea kidogo tu tunafukuzana, haipo hiyo. Kwa wale ambao memory bado iko kule nyuma, imebadilika. Tunaendesha taasisi kisayansi zaidi sasa hivi. Na ukija tutakueleza juzi au jana saa 5 mpaka na dakika hii ulikosea hapa, karekebishe. Wala upati shida na unapata kikombe cha cappuccino unaondoka. Ukiona mkono wangu mimi maana yake huyo mtu ameshakuja mara 5 6 pale. Kwa hiyo wale wakubwa ambao mmekaa hapa, ambao ndio huwa mnazionaga barua zangu mwishoni, waambieni watu wenu wanaokaa studio na kwenye operation kule, waeleze ukweli kwamba wameshaitwa mara ngapi au wameshahusiwa mara ngapi au wameelekezwa mara ngapi mpaka kufikia mimi kuweka mkono wangu pale. Kuna dawati special ambalo limewekwa kwa ajili ya kila mwenye changamoto yake ambaye nadhani inatakiwa kushughulikiwa na mamlaka ya mawasiliano. Kwa hiyo unaweza ukafika kwenye hiyo ofisi, panaitwa dawati la huduma, lakini unaweza ukapiga simu ambayo inapatikana muda wote. Namba yetu ni 0800 8272. Hii namba ni ya bure, ukipiga haudaiwi. Lakini kuna email yetu ya dawati la huduma kwa wateja ambayo ni dawati la huduma@tcra.go.tz. Na mtazamaji wa SQF TV, kufikia hapo sina la ziada mpaka sasa. Nikushukuru sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kuandaa matangazo hayo, nilikuwa na Mipendo Godson, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa. Je, unajua habari njema kwa sasa ni ipi? Habari njema ni hii. Sauti mpya ya matumaini ipo hewani. SQF Radio. Ndiyo, SQF Radio. Hatua moja, tabasamu moja. Kituo kinachokuletea zaidi ya mziki, elimu inayokufungua mawazo, habari zinazokuunganisha na dunia, afya inayojenga maisha yako na burudani inayokupa sababu ya kutabasamu kila siku. SQF Radio si redio ya kawaida, ni rafiki
sauti yako ni familia yako, ni sauti yako ya matumaini. Unaweza kutusikiliza popote ulipo sasa kwa kutembelea tovuti yetu ya The Same Qualities Foundation, www.thesamequalitiesfoundation.org, na usikilize matangazo yetu mbashara. Lakini haishi hapo, tunapatikana pia kwenye majukwaa mbalimbali ya redio za mtandaoni kama vile TuneIn, Radio Box na Streamer. Iwe kwa simu, kompyuta, kwa kila wakati SQF Radio ipo pamoja na wewe. Habari njema ni hii, SQF Radio, hatua moja, tabasamu moja.